Yesu ni wajiri
Digitare nawe ngoro-inĩ yakwa Jesu ndingĩthiĩ nawe ndingĩthiĩ nawe ndingĩthiĩ nawe ngoro-inĩ yakwa nĩwe mwĩhoko wakwa nĩwe mwĩhoko wakwa nĩwe mwĩhoko wakwa ngoro-inĩ yakwa Jesu nĩwe mwĩhoko wakwa nĩwe mwĩhoko wakwa nĩwe mwĩhoko wakwa ngoro-inĩ
Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Kwa kweli anastahili. Ni siku nyingine njema tumepewa kuja na kuendelea na masomo yetu. Na leo tuko katika somo letu la 16 linaitwa kujitoa. Na kujitoa si somo jipya, kwa sababu katika maisha yote tukiangalia katika Biblia ni watu kujitoa, na ni kujitoa kwa Mungu. Na tunajitoa kwa Mungu, lakini huduma hiyo yetu kwa Mungu inaonekana katika maisha ya watu. Huwezi ukasema nimejitoa tu kwa Mungu, mimi nakaa tu peke yangu, nimejificha mahali. Ni sawa, lakini hiyo haitasaidia watu. Kujitoa ni huko tutaonekana hii imani yetu iko na matunda, iko na mwenendo fulani, na ndiyo tumekuwa tukifundishwa. Lakini kitu ambacho kilikuwa muhimu kujua ni ya kwamba sio matendo yetu ambayo yanatupendekeza mbele za Mungu. Hapana, ni imani kwanza. Na tukiamini tunaokoka, na baada ya kuokoka sasa matendo mazuri yanafuata. Lakini si katika matendo mazuri tunaokoka. Tunaokoka kwa imani, kusamehewa dhambi zetu, kuanza uzima mpya, kuanza maisha mapya katika Mungu. Kwa hivyo leo tunaona kitu kinaitwa kujitoa. Na kujitoa, labda vile ningeeleza, ni mtu kuwa ya kwamba sio yeye. Si duniani kawaida sisi usema mimi. Ati mimi. Si ndio? Mimi. Nasema mimi. Nimesikia mtu akisema mimi siwezi nikakula chakula haina nyama. Sasa hiyo si ni yeye. Lakini mwingine hawezi akasema hivyo, kwa sababu akisema hawezi kula chakula hakina nyama atakufa njaa, si ndio? Kwa hivyo kujitoa ni mimi kuwa sio mimi, lakini kuna nguvu nyingine mpya ambazo si zangu, ambazo zinaonekana. Ya kwamba watu wakiniona sio mimi wanaona, lakini wanaona zaidi ya mimi. Wanaona Bwana Mungu akitenda kazi ndani yangu, na matokeo yanakuwa yale tumesoma habari za Bwana Mungu. Mungu wa upendo, upendo wake unaonekana. Mungu wa uweza, hata bila sisi kuwa na huo uweza mkubwa, tunakuwa ya kwamba tuna uvuto mkubwa kwa sababu ya imani yetu. Na katika imani yetu kuna mambo ambayo tunakiri, kuna mambo ambayo tunadai, na kuna maombi ambayo kila wakati tunafanya dua kwa Mungu, na Mungu anatusikia. Basi tuone maisha hayo ya kujitoa. Tutasoma mambo manne hivi. Ni mambo manne kuhusu kujitoa. Ni katika Warumi mlango wa 15 1 mpaka 6. Tunasoma kitu kinaitwa unyenyekevu. Na katika unyenyekevu tutasoma tu mstari wa kwanza 2-3 tafadhali. Mstari wa kwanza 2-3 tuone kitu kinaitwa unyenyekevu. Tusome. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema, akajengwe. Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama alivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe, yani yalinipata mimi. Ndio, sasa tunaona kitu kinaitwa unyenyekevu. Na katika unyenyekevu tunaambiwa kwamba waamini ambao wana nguvu wajinyenyekeze. Na katika kujinyenyekeza huko wavumilie mashaka ya walio dhaifu.
wale ambao wako dhaifu, wale ambao imani yao bado ni kidogo, imani yao bado ni changa, tuwe ya kwamba tunanyenyekea katika hali yao na hatuui watu wa kubishana nao. Kwa sababu tukija kanisani tunakuta watu ambao katika kukomaa kwao wamekomaa kiasi tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye ameokoka wiki iliyopita, sio? Mwingine miaka 20 iliyopita. Sasa huyo miaka 20 iliyopita ndio tunaambiwa ya kwamba wavumilie hao ambao ni wa miaka michache bado hawajakuwa. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba kwa sisi kukosa hivyo kubishana, basi tunawapendeza jirani zetu, wale ambao tunaishi nao, wale ambao tunawasiliana nao, tunakuwa na wakati waweza katika yale tunatafuta kila hali kuwapendeza na hivyo kujengana. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba yeye mwenyewe Kristo alifanya hivyo. Si ni kweli? Si tuliona katika maisha ya Yesu Kristo, yeye hakuwa na mambo yake anasema mimi nataka mnifanyie, mfanye, mwende. Hapana. Yeye kila mara alikuwa anajaribu kutimiza wajibu wake. Na wajibu wake aliueleza vizuri sana, maneno yake mwenyewe katika Yohana 3:16 akisema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili atakaye muamini, yeyote amwaminie asipotee bali apate uzima wa milele. Hilo lilikuwa ni jambo la kujinyenyekeza kabisa. Ni kama mtu ambaye ni mfalme amue sasa kwa miaka kadhaa nitaacha ufalme alafu niishi maisha ya mwananchi. Huku tunaitwa mwananchi wa nini? Wa kawaida, si ndio? Na juzi tulipokuwa tunatembea kutoka yale mazishi tulikuwa nayo wiki iliyopita, tulikuwa tunaongea na tunaulizana, na huyu mwananchi wa kawaida ni nani? Anaishi aje? Anafanana aje? Anakula nini? Na ikakuwa ni jambo ngumu sana kuelewa huyu mtu tunaita mwananchi wa kawaida. Sasa Yesu Kristo alikuja na kaishi maisha ya kawaida. Tunaambiwa hata mavazi yake, hata maisha yake, hata chakula kile alikula, hata usafiri wake ulikuwa wa kawaida kabisa. Mpaka hata alipokuwa akifanya mambo makubwa wanashangaa. Wanauliza, ala, si huyu yule Seremala, ule mwana wa Yusufu? Si hata mama yake tunamfahamu? Si hata kaka zake na dada zake tunawafahamu? Ni yeye. Kwa sababu yeye hakuja kufanya yale yaliyompendeza yeye, lakini alifanya yale yaliyompendeza Mungu Baba. Akakuja ili atoe dhabihu yake mwa mwili wake, achukue nafasi yetu. Na ndio tunaambiwa ya kwamba imeandikwa ya kwamba matusi ya wale walionitukana yaliniangukia mimi. Hiyo katika Zaburi 69:9. Ni aliandika Zaburi akiona na kitabiri siku ambayo itakuja ya kwamba matusi yatakuwa juu yao mwingine, si yule ambaye amekosea, yule ambaye anastahili. Ndio tunaambiwa ya kwamba matusi ya wale walionitukana yaliniangukia mimi. Yalimwangukia yeye, yeye akajikosa. Hajakosa mwenyewe, lakini ikakuwa ya kwamba amehesabiwa amekosa na anastahili matusi, anastahili kushtumiwa, anastahili kukataliwa. Alifanya hiyo kwa niaba yetu, kwa sababu yetu. Basi sisi tuko huru kwa sababu hiyo. Na sisi pia tunaambiwa ya kwamba kwa jirani zetu tuwe hivyo. Tuwe mfano mzuri ya kwamba kukiwa na matusi sio yetu, sio sisi. Sisi tutapokea matusi, lakini hatutakuwa watu wa kutoa matusi. Hatutakuwa watu wa kushtumu wengine, hapana.
tutakuwa watu wa kujaribu maisha mazuri, kujaribu tuwezavyo utengamano mzuri, amani nzuri. Na tunaambiwa pia kitu ya kwamba yote ambayo yaliandikwa katika maandiko kama hilo neno yaliandikwa ili kutuelimisha, na kupitia uvumilivu na faraja ya maandiko tunapata tumaini. Maisha ni magumu, si hata wakati watu wanalia uchumi wanasema imekuwa ngumu, imekuwa, lakini tunaambiwa katika hiyo tuwe na uvumilivu na faraja ya maandiko. Haya maandiko yatupe nguvu ya kwamba wengine wamepitia, na zaidi ya hiyo mambo magumu zaidi ambayo yalikuwa ya mwanadamu ni kupatanishwa na Mungu, na hiyo tayari tumepokea. Basi tunavumilia tukijua hapa duniani tuko tu kwa muda mfupi, baadaye tunaondoka, tunaenda makao yetu rasmi, makao yetu ya kudumu. Basi kuna sala hapo limeandikwa, na sala linasema: Bwana Mungu wa uvumilivu na faraja, atujalie tuwe na nia moja kwa wengine, sawa sawa na Kristo Yesu, kwa nia moja na kinywa kimoja, tukimtukuza Bwana Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo liwe ni sala yetu katika kunyenyekea, ya kwamba sio sisi, iwe katika yote ni Mungu anaonekana, ni Mungu anazungumza. Wakati tunapozungumza tuwe watu ambao tunafarijiana, watu ambao tunashikamana. Wakati mwingine anaumia, tunaumia pamoja, tunabeba mzigo pamoja, ili sote tunasonga mbele. Bwana Mungu wa uvumilivu na wa faraja, sisi tuwe ni watu wa uvumilivu na pia wa faraja. Na hiyo ni ya Bwana Mungu, ndiye yuko hivyo, na sisi tunafanya tuwezavyo kumuiga, tunafanya tuwezavyo kufuata mfano wake. Funzo liko katika Kutoka 32:32 inasema: walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Maneno hayo tunajua yalikuwa ya nani? Tumesoma hapa ya kwamba ni mtu anaambia huyu, anaongea hivyo. Nani huyu aliongea hivyo? Nani anakumbuka? Ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Maneno ya nani haya? Ni maneno ya Nabii Musa. Wakati Mungu aliposema hao watu nitawaangamiza, nitawamaliza wote, yeye akakubali, akasema hapana, mimi uanze mimi. Kama wamekosa, hata mimi nimekosa, niko ni watu wangu. Ni Mungu alimwambia awapeleke nchi ya ahadi, akasema kani hivyo. Basi hivyo ndivyo tunapaswa kuchukuliana sisi kwa sisi. Ukiona ndugu anaumia, usikubali aumie peke yake. Ndugu anahitaji, msaidie vyovyote ambavyo unaweza. Hivyo ndivyo unyenyekevu. Si useme hiyo ni yake, mimi nina yangu, acha yeye asukumane na maisha yake. Hapana, ni kunyenyekea chini ya Mungu na kuwa wafaraja kwa wengine, kuwapa pumziko wengine, kuwapa faraja, kuwapa nguvu katika yale ambayo wanapitia. Amen. Ni huo. Sasa kitu cha pili, utumishi. Ni 7 mpaka 13 kitu kinaitwa utumishi. Tusomewe 7:8-9. 7:8-9. Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi, kama naye Kristo alivyotukaribisha, ili Mungu atukuzwe. Kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la
kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi athibitishe ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa, kwa hivyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliiba jina lako. Asante. Utumishi. Sasa katika utumishi tunaambiwa ya kwamba Yesu Kristo amekuwa mtumishi wa agano. Ni kweli Yesu Kristo alikuja kama mtumishi wa agano, lakini kulikuwa na agano la Mungu na mwanadamu. Sasa yeye Mungu mwenyewe sasa akakuja kuishi maisha ya kibinadamu, akakuja akaishi pamoja nasi. Tulikuwa hapo tunaambiwa hivi ya kwamba ili akija hivyo kwa ajili ya agano, kwa ajili ya kweli ya Bwana Mungu. Alitaka kuja na kueleza kweli ya Bwana Mungu. Katika Yohana 14 tunaambiwa Yesu Kristo alisema yeye ndiye njia, ndiye kweli, ndiye uzima. Sasa kwa hivyo alikuja ili kudhibitisha kweli ya Bwana Mungu katika hilo agano, ili akidhibitisha kweli ya Mungu aweze kuwafikia watu wote. Kabla ya hapo Mungu tulimuona alikuwa na Wayahudi, lakini sio Wayahudi tu alikuwa na haja nao, alikuwa na haja ya watu wote wa dunia, kwa sababu hata akizungumza na nabii Ibrahimu alimwambia kwamba kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Na basi sisi sasa ni sisi tuko hapo, na tunaambia kwamba tuwe watu wanafurahia wanapotumika, na kutakuwa na nafasi nyingi za kutumika, kwa sababu kila wakati watu wako na mahitaji tofauti tofauti. Lakini utakuta kuna wengine kabisa ikija kutumika wako na shughuli. Mimi naenda fahali fulani, mimi nafanya hivi, mimi nina shughuli, mimi sipatikani. Lakini kama Yesu Kristo mwenyewe alifanyika mtumishi, Mungu mwenyewe akakubali kuja na akakuwa mtu wa chini kabisa, akakuwa mtumishi, basi hata sisi tunapaswa kuwa watu wanafurahia kutumika. Hata yeye mwenyewe Mwokozi Yesu Kristo akasema, mimi sikuja ili kutumikiwa, nilikuja kutumika. Hata zaidi ya kutumika, nilikuja ili niwe malipo, nilipie watu dhambi zao, mzigo wao niwaondolee, deni yao niilipe, wawe huru. Basi hata sisi basi tumeshirikishwa katika hiyo huduma ya utumishi. Lakini siku ya leo watu wengi wapendi kutumika, wanafurahi wanapotumikiwa. Lakini tunaambiwa na Mwokozi Yesu Kristo mwenyewe ya kwamba yule ambaye atakubali kuwa mtumishi, ajinyenyekeza au mtumishi, huyo ndiye mkubwa kwa wote. Sasa kwa sababu imeandikwa, na nimeandika ni wapi imeandikwa? Imeandikwa kwa sababu hii nitakiri kwako kati ya mataifa, nami nitaliimba jina lako. Zaburi 18:44. Furahini yenye mataifa pamoja na watu wake. Kumbukumbu la Torati 32:43. Msifuni Bwana Mungu enyi wa mataifa wote, msifuni enyi watu wote. Zaburi 117:1-2. 4. Na itakuwa shina la Yese litasimama, yeye atakaye watawala wa mataifa, na kwake wa mataifa wataweka tumaini lao. Isaya 11:10. Basi tunaona nini? Mtume Paulo anaandikia Warumi. Warumi walikuwa watu wa mataifa,
lakini anawaambia katika hayo yote Mungu alitaka utumishi, alikuja kama mtumishi na alinadai utumishi ili watu wote wajumuike pamoja. Si ati ni Mungu wa Wayahudi. Kuna wakati alikuwa Mungu wa Wayahudi, lakini sasa si Mungu wa Wayahudi, anajidhihirisha kama Mungu wa Wayahudi, lakini kupitia Wayahudi amehudumia dunia mzima. Hivyo ndivyo tunatakikana kuwa. Na hii kwa nini? Kwa sababu Bwana Mungu ni wa rehema. Sisi tuko na tumesimama na tunatoa ushuhuda na tunahubiri kwa sababu tumerehemiwa. Si kitu tulilipa, si masomo tulisoma ndio tukaambiwa sasa endeni mkahubiri. Hapana, ni kwa sababu tumerehemiwa. Kwa hivyo hata ujumbe ambao tunao sio wetu, hapana, si hekima yetu, si mipango yetu, lakini ni mpango wa Bwana Mungu ambao tunazungumza. Ni rehema za Bwana Mungu ambazo tunaeleza watu. Utumishi ndio tumehitimu. Watu wengi hawapendi kutumika, wanapenda, lakini tunaambiwa ambaye atatumika, huyo ndiye amemfuata Yesu, huyo ndiye amejua wajibu wake vizuri katika hii dunia, kwamba ameitwa kuwa mtumishi. Sasa kuna sala hapo ya kwamba imeandikwa, sasa Bwana Mungu watumaini na atujaze furaha yote na amani katika kuamini, ili tuzidi kuwa na tumaini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hilo ni sala ambayo tunapaswa kuomba katika utumishi, ya kwamba huyu Bwana Mungu atupe watumaini na atujaze furaha yote. Yaani tujaze furaha katika utumishi na yeye, tukijua ya kwamba tunapomtumikia ni Mungu ambaye analipa na analipa vizuri. Ni Mungu ambaye ni wa kweli. Na hatuambie tutumike zaidi ya vile yeye mwenyewe ametumika. Yeye mwenyewe ametukirimia mazuri ili na sisi tuwe ndio mfereji wake wa kuwafikia watu wote. Hilo sala iwe sala letu. Funzo liko katika Hesabu 12:7 inasema, sivyo hivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Ni Hesabu, ni mtumishi Musa tunatajwa wakati ambapo alikuwa ametolewa mashtaka, amekuwa ametolewa matusi, kuna watu wanashindana naye. Na sio watu tu hivi wa kawaida. Unajua mtu wa kawaida hata akikutukana uoni kitu, akikwambia ni bure si unaachana na yeye. Lakini Musa ana kuhani mkuu wake ambaye aliitwa Haruni, ana dada yake, na Haruni ni kaka yake, si mnakumbuka hivyo? Na dada yake anaitwa Miriam. Wakamrukia sasa, wakaamka kinyume chake, wakasema hapana, huyu Musa. Lakini Mungu alipoangalia akasema hapana, kuna jinsi ambavyo watumishi wananitumikia, lakini huyu Musa ananitumikia kwa njia bora zaidi. Singekuwa vizuri kama Mungu jina letu linapotajwa hivyo huko, kwa sababu linatajwa Washiko, jina lako huko, anasema hapana, acheni kuniambia mambo ya Washiko, huyo ni mtumishi wangu. Kama anavyosema, sio hivyo. Vile tunafahamiana na Musa ni tofauti, kwa sababu yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Uaminifu ndio unahitajika katika utumishi. Tutumike kwa uaminifu. Na uzuri wa Mungu ni ya kwamba hakuna mahali tunajificha. Yeye daima anatuona. Kwa hivyo hata ukitumika na hata hakuna mtu ameona, labda ulikuwa unatembea kwa barabara ukaona jiwe kwa barabara, badala unalitoa hilo jiwe, ama wewe unapita tu unasema unalitoa, kwa sababu hata maandiko yanasema kitu hatari
na upite bila kujaribu kurekebisha, kwako unahesabika una hatia mbele za Mungu. Kwa sababu kuna mtu hataona wewe toa hiyo kitu. Mtumishi wa Mungu Musa alikuwa na sifa hiyo ya kwamba yeye alikuwa mwaminifu. Hakuna kitu angeona kikienda aseme hiyo si yangu, hiyo ni ya Wadani. Vile kanisani watu wanasema sio mimi, lakini kama Wadani hayuko utasema hiyo kazi ni ya Wadani, itafanywa na Wadani. Hapana, unachukua na wewe unafanya sehemu yako. Huo ndio uaminifu katika utumishi ambao tumepewa. Tuwe waaminifu tukijua kwamba si wanadamu tunapendeza, lakini sifa tunatafuta kwa Bwana Mungu, heshima tunatafuta kwa Bwana Mungu, ya kwamba hata Bwana Mungu anaweza kututetea kusema huyo sio hivyo, huyo ni mwaminifu. Uaminifu ndio kitu muhimu sana katika utumishi. Si matokeo sana, kwa sababu hata kukiwa na matokeo bila uaminifu, Mungu anahesabu ni sufuri. Si tulienda shule tukaambiwa ukichukua nambari yoyote uzidishe na moja inabaki nini? Hiyo, si ndio? Hata ukichukua bilioni moja mara moja ni uzidishe na moja ni lakini hata bilioni 10 ukizidisha na sufuri inakuwa nini? Sufuri, si ndio? Basi hivyo ndivyo tunaambiwa uaminifu ndio unahesabika. Bila wewe ukiwa na uaminifu sufuri, hata ufanye nini? Hata uhubirie, hata uite, ufukuze pepo, hata uponye watu, lakini huna uaminifu, sina uaminifu katika huduma yangu, basi kwa Mungu ni sufuri. Kazi mingi lakini ni sufuri, kwa sababu kazi inakuwa kazi ikizidishwa na uaminifu. Hiyo ni hesabu rahisi, ukumbuke hiyo. Amen. Jambo la tatu, tunaambiwa kitu kinaitwa utume. Si utume tunajua maana yake ni kwenda kupeleka ujumbe. Huo ndio utume. Nakwambia enda umwambie Washiko hivi. Washiko umemwona Wambane, ukimwona umwambie hivi. Nitamuona, ukimuona mwambie hivyo. Sasa Washiko utaenda umwambie Wambane vile nimekuambia. Huo ndio utume. Na huo utume ndio tumepewa sisi. Na ni ajabu tunapewa sisi watu wa mataifa, ya kwamba hata sasa Israeli tutaenda huko na kuambia kwamba Yesu ni Mwokozi. Si ndio watu wale wanaenda kutembea Israeli wanaenda? Wanaenda wanasema sisi tunamwamini huyo Yesu ambao Israeli hawamkubali, hawamhesabu mahali popote katika utaratibu wao. Lakini sisi ndio tumekirimiwa hicho kipawa cha kuwa watume kwa mtu yoyote ambaye bado hajasikia, bado hajaamini, kuzungumza naye bila kuchoka na kumweleza ukweli wetu. Na uzuri wa ushuhuda ambao tunatoa na ule unatakikana ni wangu mimi. Si mkubwa ya kwamba nilifanya, lakini vile nimekutana na Yesu Kristo, yale mabadiliko nimepata katika maisha yangu mimi mwenyewe, na pia katika vile nafanya mambo nimekuwa na msaada mkubwa. Huo ushuhuda ndio ambao unatoa. Sasa utume ni 14 mpaka 21. Alafu tutasoma 14, 15, 16. 14, 15, 16. Ndio. Ndugu zangu, nimehakikisha mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonyana. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe
mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Sasa tunaona kitu kinaitwa utume. Anaeleza ya kwamba tayari amesikia na anafahamu hao watu ya kwamba wamejaa wote wema, wote wamejaa wema, wote wana wema. Na ni habari nzuri hiyo Watu wakisema, watu wa Sabasaba, PWM, hao watu wamejaa wema. Washiko watu wakati tunakutana na haya makanisa yetu ya hapa kandani, hebu waongee mambo yetu mema. Tunakutana na wakandani wa Rwanganga, si ndio? Tusiwe ya kwamba watu hapa wanasema watu wa Sabasaba hatuelewi mambo yao. Sasa tunasema nini? Ya kwamba alisema yeye ana imani yao kwa sababu wamejaa wema, tena wanaufahamu na wanaweza kuonyana wao kwa wao. Yati wamejaa wema na wanaufahamu ya kwamba ukiona ndugu akikosa, unaufahamu wa kumwambia hapo umekosa, hapo ungesema hivi, mbona umesema hivyo? Na inapaswa tuwe hivyo. Ukisikia mtu amekosea na wewe unaufahamu, unamwambia hapana, umefanya hivyo, hapana, hiyo si vizuri, kwa sababu maandiko yanasema hivi, kwa sababu Bwana Mungu amesema ya kwamba. Kwa sababu wakati mwingine unatembea na mtu alafu uone amesema kitu ambayo sasa unamwambia mbona umesema hivyo? Umeamini hivyo? Kwa sababu nimemwambia, kwa sababu hapana, mbona umeongea hivyo? Ya kwamba alikuwa na imani wanaonyana. Ni kwa nini? Kwa sababu aliona wanaonyana kwa upendo, si katika fujo na fitina. Kwa sababu katika kanisa wakati mwingine unakuta kuna fujo, kuna fitina. Fulani alisema, ukifuata sivyo alisema. Wanasema hao watu wanaelewano, wanaufahamu, na ni vizuri tutafute ufahamu. Ndio utakuta ya kwamba makosa mengi watu wanafanya ni kwa sababu hili andiko hawajasoma. Hawajajisomea. Unakuta mtu ni Mkristo lakini kanisani yeye huja tu hivyo amesimama. Anakaa. Anasikiliza anaenda. Wiki ijayo ukimuuliza tulikuwa wapi hakumbuki. Hata mwingine atakuja kanisani na analala. Lakini hapa wanaambiwa Waroma, watu Warumi hawakuwa hivyo. Warumi walikuwa watu waungwana, wakija walitafuta elimu, walitafuta ufahamu. Na tukaambiwa ya kwamba anawakumbusha ya kwamba yeye hata kiongea nao haogopi. Anajua hawa watu ni watu wamekomaa, ni watu wana elimu mzuri. Kwa sababu kuna wakati utasema kitu alafu watu watashangaa, wataachwa wakiulizana, alisema aje, ulisikia vile alisema? Kwa nini? Kwa sababu hawana ufahamu, wanaona kama ulikosea uliposema hivyo. Lakini kama wangezingatia kutafuta elimu, wangejua umesema sawa. Lakini Warumi ya kwamba wako na hayo, hata wenyewe walikuwa wanaonyana kwa sababu walielewa maandiko na walikuwa watiifu kwa maandiko na pia kwa mafunzo ambayo walikuwa wamepokea. Akasema anawakumbusha tu kwa sababu ya neema. Si ati Paulo anawakumbusha kwa sababu wamesahau, kwa sababu amepewa hiyo neema kuwakumbusha vile wanapaswa kuishi maisha ambayo wameitiwa. Na hata tukizungumza tunakumbushana tu. Wakati kama tuliokuwa nao wadani ya kwa kufundishana, kusikia neno la Mungu, tunafundishana na tunaulizana maswali. Kama kuna kitu mtu alewi anauliza, anasema ni neema tumepewa ya kwamba tunao ufahamu na tuna nafasi, tuna uhuru huo wa kuzungumza.
Sasa nasema toleo la mataifa likubalike likitakaswa na Roho Mtakatifu. Ya kwamba mataifa wanapoongea, Paulo anawasaidia kwamba wanakuwa watu ambao wanatoa ibada safi. Na tunapoongea mambo ya ibada, siku ya leo utasikia watu wakiongea mambo, lakini Mtume Paulo haongei mambo ya dhabihu. Mambo ya dhabihu yalikwisha na agano la Musa. Dhabihu Mungu ametolewa moja, Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa sisi ni neema hiyo, tunajiingiza katika hiyo neema, tunajitoa kwa hiyo neema, na Mungu anatenda kazi ndani yetu, na kupitia sisi pia Mungu anahudumia watu wengine. Tunaambiwa kwamba yeye basi anajisikia kujisifu sana. Kujisifu, kusikia kwamba kuna watu kama hao, watu wameelimika vizuri katika theolojia, watu ambao sio tu theolojia wanayo, lakini hata katika maisha yao wamedhibitisha matokeo ambayo yako ndani yao, kwa sababu wana matunda mazuri, wana maneno mazuri, wana kazi ambayo inampendeza Bwana Mungu. Kama vile tuliambiwa katika Warumi mlango wa 12 ya kwamba matendo yetu yawe ni matendo ambayo yanampendeza Bwana Mungu. Ya kwamba Yesu ni tunayofanya sio sisi. Hiyo ndio tunaambiwa ndio utume. Ya kwamba ninayofanya sio mimi. Hizi unaona mtu anajiita mtume. Lakini saa nyingine ukiangalia utume huo huuoni. Kwa sababu mtume haongei mambo yake, anaongea mambo ambayo yametumwa. Na hiyo Paulo anasema mimi ni mtume, sio mimi, ni neema tu nimepewa. Mungu akaniambia ambia hao watu habari zangu, fanya kazi yangu, na anafanya kama mtume. Ya kwamba sifa si yake, sifa ni kwa Bwana Mungu. Sijui washiko umeenda kwa kanisa ukasikia mhubiri akidai watu wapige makofi. Pigeni makofi. Si nimesema vizuri, pige makofi yako wapi? Unaitisha makofi ya nini? Si makofi yanapaswa kuwa huko juu mbinguni mbele ya Mungu. Lakini utasikia nimeona mhubiri anahubiri anasema, makofi ya mhubiri yako wapi? Yeye anadai apigiwe makofi. Hapana. Naambiwa ni neema ya Bwana Mungu ndani yetu. Na kwa hivyo neno ya kwamba kupitia yeye kwa neno na tendo, ili wa mataifa wawe watiifu. Afikia wa mataifa wawe watiifu kwa Bwana Mungu. Kwa neno na pia kwa matendo yake yawe ni ya kusaidia, kwa sababu yeye ni ujumbe amepewa, na huo ujumbe ndio ambao analeta. Basi tunaambiwa yeye alipata ishara kuu na maajabu kwa nguvu za Roho Mtakatifu wa Bwana Mungu. Alihubiri kikamilifu, amekusudia kutohubiri juu ya msingi mwingine. Ya kwamba alipotumwa na akajinyenyekeza mbele za Mungu, alikutana na mambo mazito, lakini akakuwa pia amefanya mambo makubwa. Lakini anasema hiyo tu ni Mungu akitenda kazi yake, ya kwamba akahubiri kabisa vizuri mpaka watu wakavutiwa na mahubiri yake. Lakini anasema hakutaka kujenga juu ya msingi wa mwingine. Yeye alitaka kupeana ujumbe wake, kupeana ushuhuda wake, kufanya kazi ambayo alikuwa anategemewa na Mungu kufanya. Hiyo ina maana yeye hakuwa anashindana na mtu yeyote. Na basi katika utume hakuna mashindano. Mtu ajue kile ameitiwa, ujumbe ule amepewa, aupeleke huo ujumbe, na hiyo ndiyo inampendeza Bwana Mungu. Sababu imeandikwa, kwa wale hakutangazwa wataona, na wale hawajasikia
wataelewa. Ni Isaya 52:15 ya kwamba kwa wale hakutangazwa wataona, na wale hawajasikia wataelewa. Watu ambao hawajasikia ujumbe wa Mungu wataelewa, watasikia, watatii. Utiifu ndio una maana, sababu katika utiifu tunaamini, na katika utiifu tunabadilishwa na tunapata uzima mpya. Funzo iko katika Kutoka 3:10 inasema hivi. Kutoka 3:10. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu wana wa Israeli katika Misri. Nani aliambiwa hivyo? Nani aliambiwa? Musa. Mungu akamwambia nitakutuma wewe sasa uende Misri. Na kazi akaambiwa ili ukifika Misri ni kuwakomboa wana wa Israeli, ni kuwatoa huko Misri. Sasa na hiyo ndiyo kazi ambayo tuko nayo hapa duniani wadani. Si kulima mashamba, kufanya biashara, kujenga manyumba nini, hapana. Ni kuhudumia watu, kuwapa ushuhuda wetu, kuwaelekeza, kuwatoa kwenye utumwa ambao wako katika dunia hii. Kuambia hata mimi nilikuwa mtumwa, lakini siku ya leo niko huru. Fuatana na mimi, maisha yako yawe mazuri, maisha yako yabadilike. Amen. Jambo la 4, shauku, ni 22-33. Ni mstari mingi hiyo. Tutasoma tu 22, 3 na 4. Hiyo ingine kama vile nawaeleza tutasoma nyumbani. Mimi mkisoma, mimi nina bahati sitasoma kwa sababu nilikuwa nimesoma. Tusome. 22-24. Ndiyo sababu nalizuiwa mara nyingi nisije kwenu. Lakini sasa kwa kuwa sina wasaa tena pale hizi tena, tangu miaka mingi nina sauku kuja kwenu. Wakati wowote nitakowasafiri kwenda Hispania nitakuja kwenu, kwa maana nataraji kuwaona ninyi katika kusafiri kwangu na kusafirishwa nanyi. Moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu. Ndio tumefika mpaka hapo. Anasema shauku yake kubwa. Ni watu ambao wametamani sana kwenda kuwaona, lakini anazuiwa. Na hiyo si jambo geni. Katika maisha yetu kuna mambo mengine tunataka kufanya sana. Labda unataka kwenda shule na unaona umezuiwa kwa sababu ukienda ufanye utafiti uone ile hela inahitajika, unaona hiyo huwezi. Kuna biashara unataka kuanza. Sasa Paulo yeye ni utume wake ya kwamba alitaka kwenda Roma. Alitaka kwenda Rumi sana, lakini akazuiwa. Lakini sasa anasema naona niko na nafasi. Sasa sisi tuna kitu tunajua ambacho hakujua. Kwa sababu yeye anasema sasa nimeona sasa hivi karibuni nitaweza kuja. Kwa sababu ninapanga kwenda wapi? Hispania. Anataka kwenda Uhispania, ndiko alitaka kwenda, akisema nitakuja. Lakini kwa sasa naenda wapi? Yerusalemu. Kuna mchango watu wamenipa nipelekee maskini wa Yerusalemu. Ni wajuma nilikumbusha mhubiri mmoja alikuja huko Rwanganga, akasema amekuja kinyume, anakuja kupinga roho wa umaskini. Na nikasema, na ninakumbuka tuliongea tukasema hiyo wakati ya kwamba umaskini si roho. Hapana. Umaskini ni umaskini ni kutokuwa, si ndio? Kutokuwa na nguvu ya kupata hicho. Na Yerusalemu kulikuwa na maskini.
Na Paulo akaelea, akapata habari na akakusanya mchango alikuwa anawapelekea. Ina maana gani? Hata Yesu Kristo mwenyewe hakukemea umaskini wakati wowote. Si unakumbuka wakati alikuwa na miguu yake inasafishwa na mafuta manukato ya bei kubwa, akaleliwa na watu wakaanza kulalamika. Alisema hapana, maskini daima mko nao, kwa sababu katika hali yoyote lazima maskini watakuwapo. Kwa sababu hata ukiangalia hii mimea yote, si mvua ni sawa, udongo ni sawa, lakini unataka kuniambia haya mahindi yote, kila hindi itatoa mazao sawa? Washiko si umelima miaka mingi, si ingine inakataa. Sasa na wanadamu wapo hivyo, si ya kwamba wote tutaweza, kwa sababu sio wote tutakuwa na bidii sawa, kweli? Sio wote tutakuwa na elimu sawa, sio wote. Kila mahali kuna vikwazo. Kama vile yeye mwenyewe amekwazwa, hawezi kufika. Sasa lakini ana pesa, anapeleka. Tunaambiwa nini? Ukiona mtu anahitaji, kama una pesa, fanya uwezavyo. Usiambie mtu akilia na wewe pia unalia. Si ndio watu wanasema? Unampigia mtu yeye nataka, anasema mimi hata mimi mambo ya ni magumu. Na wakati mwingine mtu anasema uongo. Sema ukweli, kama una pesa sina. Sasa anasema nakuja Hispania, kwa hivyo nitakupitia wapi? Hispania na Rome zimeshikana, ni majirani. Sasa anasema nikienda Hispania nitakuja. Lakini hakujua hatafika hivyo, kwa sababu ilichukua miaka ingine kadhaa. Si tulisoma wakati alikuwa huko Yerusalemu, ati kuna wakati aliwekwa amefungua huko rumande miaka mingapi? Ilikuwa miaka 2. Amekaa tu. Ule liwali, sijui kama Festo ama Feliki, ni Festo, anamuita, wanaongea, anamwambia haya. Anakaa hivyo bila kitu anafanya. Na yeye alikuwa amesema ati nikipeleka mchango nitafanya nini? Nitakuja. Tunaambiwa nini? Vile Yesu alisema tuseme tutafanya. Tuseme Mungu akipenda. Sasa yeye anasema nitakuja. Nikienda Hispania nitakuja huko. Hispania hakufika, hakuna mahali tunasoma alifika Hispania. Kwa sababu alifika Rumi, na Rumi alipoenda Rumi hakutoka Rumi. Hakuna mahali pengine alienda, alihudumu huko na akakufia huko. Kwa nini? Hatujui. Si ni hudumilisha. Katika Timotheo wa 2 anasema mimi najua kile kinaningoja. Najua siku zangu zimehesabiwa, lakini hiyo hainitishi, najua kazi nitamaliza. Basi alikuwa na shauku. Sasa mimi shauku langu ni gani? Hilo ndio swali ningejiuliza. Nini ningetaka sana kufanya? Na nisiseme ningetaka kuishi nyumba mzuri. Si kila mtu anataka hiyo. Na kila mtu ataishi ile nyumba anataka. Hapana. Kuna vikwazo tutakutana navyo. Lakini katika huduma ya Bwana Mungu hakuna vikwazo. Tutafanya yote ambayo tumetaka kufanya, tutajitoa na tutafanya. Ile nafasi tunayo tunafanya, na hiyo inakuwa kwa Mungu ni utiifu, na inakuwa ni kitu kina baraka kubwa. Basi tunaambiwa nini? Tuliambiwa kwamba hii Injili, huu ujumbe wetu tuwe ndio tumekatia, na ndio tuna haja nao sana, na ndio unatupendeza sana. Na tukifanya hivyo tunampendeza Mungu. Hiyo ndio ibada, kutumika. Na nafasi ya kutumika ni mingi sana, lakini watu hawataki kutumika, wanataka wenyewe kujitumikia, kujishughulikia. Nikimbie hapa, nikimbie pale. Hata Jumapili kitu kikitokea, mtu ameenda wapi? Kutafuta. Hapana, tunaambiwa yeye shauku lake lilikuwa kuhudumu. Hebu na sisi tuhudumu kwa vile ambavyo tunafanya, tuwe watu ambao tunatumika. Funzo liko katika Kumbukumbu 34:6 inasema, akamzika bondeni katika nchi ya Moabu, kukabili Beth Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake
hata leo. Nani huyo? Nani huyo alizikwa katika nchi ya Moabu? Ni nani? Katika Kumbukumbu Ni Nabii Musa. Ati Mungu mwenyewe akamzika. Washiko. Fikiri mbinguni siku hiyo atikienda Mungu ati yuko huko. Malaika ukiuliza unaambiwa ameenda wapi? Si kama siku Alhamisi ungenikosa. Sababu nilikuwa nimeenda mazishi. Sasa Mungu alienda mazishi ya Musa akamzika Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mtumishi. Na hiyo ndio tunapaswa kutafuta kabisa katika utumishi wetu. Ya kwamba tukifika siku ya kufa, tunajua tunangojea. Kama vile malaika walishuka kumchukua Lazaro alipokufa na kumpeleka mahali pa kupumzika. Watu wanasema ahuro ni ahuro ke uhoro, si ndio? Lakini hiyo mimi nasema hiyo, labda nikiongea na mtu nasema acha apumzike, lakini kusema acha apumzike kwa amani, mimi nasema hiyo amani mtu anajitafutia akiwa duniani. Si wakati amekufa mimi ni muombee pumziko. Huko niko na mahali pangu huko watu wanapumzika. Si hata mimi nangoja niende huko. Sasa niko huku naombea mtu hapana ati apumzike mahali pema peponi, hapana. Huyo alipumzika mahali alikufa na Mungu akamzika akiwa ana makosa, akiwa katika maisha yake amekuwa hayuko. Si hata wakati mmoja anasema fadhali ya kufe badala ya hao watu. Yaani anaona yeye maisha yake hayana faida kama hatatimiza kusudi la Mungu katika maisha yake. Ndio umeona hayo yote tumesoma yamekuwa kuhusu Musa, akiwa mfano mzuri wa kujinyenyekeza, mfano mzuri wa kutumika. Amen. Basi tafakari ni Warumi 11:1 inasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Si mimi nikiwa kanisani mimi yale nataka, lakini kushikiliana na wale ambao wanahitaji huduma yangu. Wazo kuu ni 15:7 Warumi, kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi kama naye Kristo alivyotukaribisha ili Bwana atukuzwe. Ati tuwe watu wa kukaribishana. Bashika hapo unakuaga mbele kabisa, umepita kabisa. Unatukaribisha ni vizuri. Hivyo ndivyo tunapaswa wote. Mchungaji mmoja tulikuwa naye akasema watu wengine kipawa wana kipawa cha nguvu sana cha kupokea, lakini kutoa ni vigumu, kihafifu sana, wataki kutoa. Lakini tuambua sisi wenyewe Mungu si alitukaribisha, basi na sisi tukaribishe wengine. Tusiwe na ubaguzi na tusione watu wakiwa mzigo. Hapana, tuone watu wakiwa kazi na wakiwa sababu ya sisi kuwa hapa. Wakati tumelala, tumefunga macho katika ufu, kuna kazi nyingine tutafanya? Hapana, tufanye tukiwa hai. Sala 13 Warumi 15:13 inasema, basi Bwana Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tuendelee kuwa watu wa kuhudumu tukipewa nguvu na Roho Mtakatifu. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu awabariki sana sana. Amen.